Ni siku ya kwanza ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani Tanga, ambapo alianza na uwekaji wa jiwe la msingi katika hospitali ya Handeni. Akiwa wilayani humo, Rais Dr. Samia amezungumzia msisitizo unaowekwa na serikali katika kuimarisha sekta ya afya nchini, akisema kuwa tunataka tuwalinde watoto wasome vizuri, tuwalinde vijana wajenge taifa vyema, tuwalinde wazee waliwaidhi watoe maarifa yao kwa taifa hili, lakini pia tuwalinde mama wajawazito wavuke salama. Mara baada ya kuzindua hospitali hiyo, Rais Dr. Samia alizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa shule ya msingi Mkata, halmashauri ya wilaya ya Handeni. Nataka niseme hapa leo kwamba hospitali ile imejengwa kama hospitali ya wilaya, lakini kwa viwango vyake nilivyoviona ni hospitali ya mkoa. Sasa kama mnavyofahamu kuimarisha sekta ya afya ni eneo moja ambalo serikali yenu imelipa umuhimu sana, kwani tunatambua afya ndio msingi mkuu wa kila jambo. Aidha, Rais Dr. Samia alisema tangu mwaka 2021 serikali imepeleka jumla ya shilingi trilioni 3.1 kwenye mkoa wa Tanga kwa ajili ya kuwezesha miradi ya maendeleo, ikiwemo shilingi bilioni 65.6 iliyoelekezwa katika sekta ya afya. Moja ya miradi ya afya iliyotekelezwa ni hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Handeni, ambayo Rais Dr. Samia amezindua rasmi. Hospitali hiyo imejengwa na serikali, inahudumia jumla ya kata 21 na vijiji 91, ikiwa na huduma zote muhimu, hatua iliyochangia kupunguza rufaa. Aidha, mradi huo umenufaika na ufadhili wa wabia wa maendeleo wa shilingi bilioni 3, ikiwa ni kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia na serikali kuimarisha sekta ya afya hapa nchini. Akizungumza na wakazi wa Mkata, Rais Dr. Samia alielekeza hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Handeni iwe hospitali maalum ya tiba ya mifupa kwa mkoa wa Tanga, na hivyo kutoa maelekezo kwa ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kupeleka shilingi milioni 240 kwa ajili ya kujenga jengo la tiba ya mifupa katika hospitali hiyo. Vilevile, Rais Dr. Samia aliwapongeza wanakijiji na uongozi wa serikali ya kijiji cha Mkata Mashariki kwa kutoa eneo la ekari 32 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hiyo, kwa kuonesha moyo wa kuigwa na kupenda maendeleo. Akiendelea na ziara yake katika siku ya pili mkoani Tanga, Rais Dr. Samia alisema kuwa Tanzania tumefanikisha ujenzi wa majengo 122 katika kipindi hiki cha miaka minne. Majengo haya 122 yamejengwa kwa ubora, yakiwa na miundombinu bora ya afya na yanayokidhi mahitaji ya wananchi. Rais Dr. Samia alisema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika Lushoto mjini baada ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la halmashauri ya Bumbuli, ambapo alieleza kuwa jengo hilo lenye vyumba 72 vya watumishi na wakuu wa idara zote za halmashauri ya Bumbuli limegharimu jumla ya shilingi bilioni 6 na ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 kuimarisha miundombinu ya utawala na kuhakikisha huduma kwa wananchi zinatolewa katika mazingira bora na yenye hadhi. Zungumza namna serikali inavyofanya jitihada za kuwakinga wananchi dhidi ya uvamizi wa wanyama mbalimbali kama ndovu. Niwape wana Lushoto maua yenu kwenye utunzaji wa mazingira. Mazingira oye! Lushoto oye! Nataka niwaambie kweli, ukiingia Lushoto hata uvutaji wa hewa unakuwa mwepesi zaidi. Kwa hiyo Lushoto, naomba mfundishe wengine na muendelee kuweka mazingira yenu vizuri. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo, sasa niende kwenye changamoto ninazozifahamu au nazotaka kuzizungumzia hapa Lushoto. Lakini la kwanza ni lile ambalo Mheshimiwa Shangazi amelisema la wanyama waharibifu wanaoingia kwenye mashamba ya watu. Ni changamoto kubwa. Nataka nikwambie kwamba serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuwalinda wananchi,
ikiwemo kuongeza askari wanyamapori na kubuni mbinu mbalimbali za kufukuza wanyama, ikiwemo matumizi ya hizi drones hizi, sijui Kiswahili wanasema ndege nyuki. Ndege nyuki zile nazo tunazirusha juzi, ikivuma wale wanyama wanakimbia. Lakini tutaendelea kujenga au kutafuta mbinu mbalimbali ili kufukuza wanyama na wananchi wabaki salama. Pamoja na mambo mengine, Rais Dr. Samia aliweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Mkomazi katika wilaya ya Korogwe. Mradi huo unaotarajiwa kuwanufaisha wananchi zaidi ya 20,000 katika kata 7 na vijiji 28 na umegharimu shilingi bilioni 18 na milioni 200 na kuzalisha lita za maji bilioni 70. Utaimarisha upatikanaji wa maji na kuchochea shughuli za kilimo na uzalishaji wa mazao. Aidha, Rais Dr. Samia alisema mradi huu utawawezesha wananchi kushiriki katika kilimo mara 2 hadi 3 kwa mwaka na utakuwa mkombozi mkubwa sana kwa wakulima na kuwawezesha kulima mazao ya aina mbalimbali kwa misimu yote na kuongeza wingi wa mazao. Awali akiwa wilaya ya Handeni, Rais Dr. Samia aliweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa miji 28 unaoenda kuimarisha upatikanaji wa maji katika wilaya za Handeni, Korogwe, Muheza na Pangani. Vile vile Rais Dr. Samia aliweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa Tanga Horohoro unaohusisha ulazaji mabomba yenye urefu wa kilomita 91.9. Akizungumza na wananchi katika stendi ya mabasi Mkinga, Rais Dr. Samia amesema mradi huo utawahakikishia maji safi na salama wananchi takriban 57,000 katika vijiji 37 kwenye wilaya ya Mkinga na wilaya ya Tanga. Katika hatua nyingine, akiwa kwenye wilaya ya Kilindi, Rais Dr. Samia alitambua mchango uliotolewa na marehemu Beatrice Shelukindo wakati wa uhai wake. Kilindi hapa tulikuwa na mpambanaji mzuri sana aliyekuwa mbunge wenu, na alikuwa ni mpambanaji wa mambo ya kike. Najua leo angekuwepo, angesikia furaha na fahari kubwa sana kwamba shule hii imejengwa hapa kwao. Ni Beatrice Shelukindo. Kwa hiyo nikuombe mkuu wa mkoa, ikiwapendeza, mnaweza kuzingatia jina hilo mkaipa shule hii. Alikuwa ni mpambanaji mkubwa sana na alifariki bado akiwa mbunge wa jimbo hili, akiendelea kupambania maendeleo ya jimbo hili. Kwa hiyo ikiwapendeza, mnaweza mkaipa shule hii jina hilo. Shule hiyo ambayo Rais Dr. Samia aliizindua, inayojikita kwenye masomo ya sayansi, ni sehemu ya mpango wa serikali wa kujenga shule 26 za wasichana katika kila mkoa kwa lengo la kuimarisha ushiriki wa wanawake kwenye masomo ya sayansi. Akiendelea na ziara yake mkoani Tanga, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja la Mto Pangani na barabara ya Bagamoyo Saadani Tanga Pangani yenye urefu wa kilomita 256. Rais Dr. Samia amesema barabara hiyo inayounganisha mikoa ya Pwani na Tanga kupitia Pangani inaenda kufungua fursa nyingi za kiuchumi, kiutalii na kibiashara katika maeneo yanayopitiwa na barabara hiyo. Aidha, Rais Dr. Samia alisema kuwa barabara hiyo itaunganishwa na shoroba nyingine za maendeleo, ikiwemo eneo maalum la kiuchumi na bandari kubwa ya kisasa itakayojengwa katika wilaya ya Bagamoyo, hali itakayochochea fursa zaidi za kiuchumi kwa Watanzania. Mradi huo wa ujenzi wa daraja la Mto Pangani na barabara ya Bagamoyo hadi Tanga umenufaika na ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika katika kuunga mkono lengo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la kuboresha miundombinu na usafiri nchini na kuchochea fursa mbalimbali za kiuchumi na uzalishaji. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia alifanya ziara katika bandari ya Tanga kujionea maboresho yaliyofanywa na serikali kupitia uwekezaji wa shilingi bilioni 429 ulioimarisha uwezo na ufanisi wa bandari hiyo. Akizungumza na wafanyakazi wa Mamlaka ya Bandari Tanzania, Rais Dr. Samia alisema kuwa
maboresho yanayofanywa na serikali katika bandari kuu kwenye mwambao wa bahari ya Hindi, yaani Dar es Salaam, Mtwara na Tanga kwa sasa na Bagamoyo kwa siku zijazo, yanaenda kuihakikishia Tanzania nafasi yake kama lango kuu la kuingia Afrika Mashariki na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, viwanda na uwekezaji. Akizungumzia uimarishaji wa miundombinu katika mkoa wa Tanga, Rais Dr. Samia alisema kuwa serikali imepanga kujenga barabara ya Handeni Kiberashi Kijungu hadi Singida kwa utaratibu wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP. Rais Dr. Samia amesema barabara hiyo ni muhimu kwa maendeleo ya bandari ya Tanga na serikali itamtafuta mwekezaji atakayejenga barabara hiyo kwa fedha zake mwenyewe na kisha watumiaji ikiwemo malori ya mizigo kulipia matumizi ya barabara hiyo inayofupisha safari. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia aligawa boti za uvuvi 35 na boti saidizi 60 kwa wavuvi wa Pangani kwa mkopo ili kuimarisha shughuli za uvuvi katika wilaya hiyo. Boti hizo zenye uwezo wa kubeba tani 3 hadi 5 za samaki ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuwakopesha wavuvi boti 120 na boti saidizi 118 nchi nzima. Akizungumzia zoezi hilo, Rais Dr. Samia ametoa rai kwa wanufaika wa boti hizo za uvuvi kuzitunza, kuzifanyia kazi na kulipa mikopo husika ili wananchi katika maeneo mengine waweze kunufaika na mpango huo wa ugawaji wa boti za uvuvi. Rais Dr. Samia pia aliweka jiwe la msingi katika msikiti wa Ijumaa unaojengwa na waumini wa dini ya Kiislamu katika jiji la Tanga. Rais Dr. Samia alipata fursa ya kuzungumza na viongozi wa dini, waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla, ambapo amewataka waumini hao kushirikiana na serikali katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Ndugu zangu Wanatanga, taasisi zetu hizi za dini ni taasisi muhimu sana katika kukuza maadili. Naomba tuzitumie kuimarisha maadili, ikiwemo kupinga matumizi ya dawa za kulevya na mambo mengine yanayotokea huku kwetu. Tuna mipango mikubwa sana kwa mkoa huu wa Tanga kama serikali, na kama mipango hiyo itakuta vijana wameshaathirika na madawa ya kulevya, basi haitakuwa na maana kwa mkoa wetu. Hivyo tuendelee kushirikiana na serikali katika kupambana na biashara hii haramu na biashara thakili inayowathakili vijana wetu ya matumizi ya madawa ya kulevya. Katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Tanga, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kuwa serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imeanza kutoa ruzuku kwenye miradi ya nishati ya gesi ya kupikia, majiko ya gesi na majiko ya umeme, ikiwa ni utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia kwa kuhamasisha na kurahisisha upatikanaji wa nishati safi. Rais Dr. Samia aliyesema hayo wakati wa uzinduzi rasmi wa mradi wa usambazaji wa mitungi ya gesi ya kupikia 551,795 nchi nzima kwa bei ya ruzuku iliyofanyika katika wilaya ya Muheza, ambapo aligawa mitungi ya gesi asilia kwa wawakilishi na wakazi wa wilaya zote za mkoa wa Tanga. Mradi huu utahusisha usambazaji wa mitungi ya gesi ya kupikia, majiko banifu 200,500 na miundombinu ya gesi asilia katika mikoa ya Lindi na Pwani. Aidha, Rais Dr. Samia alisema serikali itaendelea kutunga sera zitakazoimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa bei nafuu na kwa urahisi ili kuimarisha ustawi wa wananchi na kulinda mazingira. Rais Dr. Samia amewahakikishia wawekezaji kuwa Tanzania imefunguka kwa uwekezaji. Tanzania ni salama kwa uwekezaji. Na sera za uwekezaji Tanzania ni rafiki na endelevu. Aidha, Rais Dr. Samia alieleza kuwa serikali inawakaribisha wawekezaji na kuwa itaendelea kuweka sera rafiki zinazotabirika na zinazowezesha wawekezaji nchini kuwa washindani katika soko la ndani na soko la kimataifa. Rais Dr. Samia aliweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa ghala wa kuhifadhia gesi ya LPG ya GBP Tanzania
katika jiji la Tanga linalogharimu dola za Marekani milioni 50. Uwekezaji ambao unaendana na lengo la mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia na kuimarisha upatikanaji wa gesi ya kupikia. Kampuni ya GBP ilieleza namna inavyonufaika na mazingira bora ya uwekezaji, ambapo Rais Dr. Samia alisema kuwasikia na kuwaona wawekezaji mbalimbali wakieleza namna wanavyonufaika na mazingira bora ya uwekezaji nchini ni kielelezo kuwa sera za biashara na uwekezaji zinaleta matokeo yanayokusudiwa. Rais Dr. Samia pia alifungua rasmi kiwanda cha saruji cha chokaa cha Maweni Limestone katika jiji la Tanga. Uwekezaji unaoendana na dhamira ya serikali ya kurejesha hadhi ya mkoa wa Tanga kama mkoa wa viwanda. Rais Dr. Samia alisema kuwa uamuzi wa kampuni ya Maweni Limestone kupanua uwekezaji wake nchini ni ishara ya imani ya wawekezaji kwa sera za uwekezaji, mazingira ya biashara na rasilimali watu nchini Tanzania. Aidha, Rais Dr. Samia alitumia fursa hiyo kukumbushia wajibu wa wawekezaji wote na wenye viwanda nchini kulipa kodi stahiki za serikali kuu na ushuru wa halmashauri, kwani ndio fedha zinazotegemewa kuwezesha maendeleo ya wananchi. Akiendelea na ziara yake mkoani Tanga, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alieleza ndoto yake ya kurejesha mkoa wa Tanga hadhi yake ya kuwa mkoa wa viwanda, akilenga kufanya hivyo kwa kuweka sera thabiti ya kujenga mazingira ya kuvutia uwekezaji. Aidha, Rais Dr. Samia alieleza dhamira yake ya kuhakikisha mkoa wa Tanga unakuwa pia mkoa wa utalii na kuwa unanufaika zaidi na fursa zitokanazo na fukwe, historia na tamaduni mbalimbali ndani ya mkoa huo. Akizungumzia ziara yake ya wiki moja katika mkoa wa Tanga, Rais Dr. Samia alitoa rai kwa wananchi kutumia ipasavyo fursa za maendeleo zinazotokana na miradi mbalimbali ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ndani ya mkoa wa Tanga. Aidha, ametoa rai kwa wananchi kuhakikisha vijana wanapata ujuzi na stadi stahiki, ikiwemo kupitia shule, vyuo vya VETA vilivyojengwa katika kila wilaya, chuo cha mafunzo ya amali cha mkoa na kampasi ya chuo kikuu Mzumbe kinachotarajiwa kujengwa katika wilaya ya Mkinga, ili waweze kunufaika zaidi na miradi mbalimbali inayofanyika katika mkoa huo. Hakuishia hapo, bali pia Rais Dr. Samia alizungumzia changamoto ya kutoendelezwa kwa viwanda na mashamba yaliyobinafsishwa na serikali, ambayo ni kinyume na makubaliano ya ubinafsishaji. Mheshimiwa Rais alisema hali hii inawanyima wananchi fursa mbalimbali, ikiwemo za uzalishaji, ajira na masoko ya mazao yao. Rais Dr. Samia alihitimisha ziara yake ya siku 7 mkoani Tanga, ambapo alifika katika wilaya zote 8 za mkoa wa Tanga kwa kuzungumza na wananchi kupitia mikutano ya hadhara na kutembelea miradi ya maendeleo ya serikali yenye thamani ya shilingi bilioni 600 na miradi ya sekta binafsi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 500.